بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la masala ya ndoa, na leo tupo kurasa nambari 7 tukiendelea pale tulipoishia. Lakini tukasema baada ya kusoma sehemu hii, wa min shuruti alwali aidan kaunuhu mukhtaran, na miongoni mwa masharti ya wali kaunuhu mukhtaran, ni awe ni mwenye nini? Ni mwenye kufanya khiari, kwa maana awe ni mwenye kusimamia ndoa kwa khiari pasi na kulazimishwa. Tukasema kuna nukta kidogo hapa, tamam? Nukta ni kwamba si kila wali anatakiwa awe ni mukhtaran, awe ni mwenye kuozesha kwa khiari yake. Baadhi ya mawali watalazimishwa kuozesha, Mfano wake alwaliyul adhilu, wali aliyejizuia kuozesha. Wali aliyejizuia kuozesha ni yule wali ambaye binti yake amemwambia kwamba mzee wangu mimi nishapata mume wa kunioa, na ni kufi yangu, kwa maana ni mtu ambaye tunaendana kihadhi, kimazingira, kila kitu, kwa hiyo nakuomba uniozeshe. Mzee akajizuia pasi na sababu ya msingi, basi mzee huyo au wali huyo, kwa sababu sio lazima awe mzee, tamam? Ni lugha tu tunatumia, lakini sio lazima awe ni baba, kikubwa ni wali, tamam? Kwa hiyo wali kama huyo ambaye amejizuia kumuozesha binti baada ya binti ya kumuita na kumtaka kumuozesha kwa mume ambaye ni kufi yake, anaitwa ni alwaliyul adhilu, wali aliyejizuia. Sasa wali kama huyu, kadhi atamuita katika meza yake. Akifika kwenye meza ya kadhi atamwambia muozeshe huyu binti. Umeona? Kwa hiyo atalazimishwa kumuozesha binti yake. Akijizuia, kadhi atakuwa tayari ameshapata nini? Ameshapata ushahidi. Uwali utavuliwa kwa yule baba au kwa huyo wali, kisha ataozesha nani? Ataozesha kadhi, tamam? Hakadha. Kwa hiyo si kila wali ni mukhtaran. Kuna baadhi ya mawali wanalazimishwa kuozesha, tamam? Kwa sharti hili haliingii kwa kila wali, tamam? Kama namna ilivyokuwa katika kuacha. Kwenye kuacha pia si kila mwenye kuacha ni mukhtaran. Kuna mwingine analazimishwa kuacha, mfano wake ni yule mtu ambaye almuli, aliyeapa kwamba hatumuingilia mkewe. Sawa? Ikifika miezi 4 hajamuingilia mkewe, ataitwa na kadhi. Sawa? Ataambiwa nini? Amuingilie au ampe talaka. Sawa? Kwa hiyo akikataa kumuingilia na akikataa kumpa talaka, kadhi atatoa talaka pale pale, kwa maana kadhi atavunja ile ndoa, tamam? Hakadha. Kwa hiyo wa min shuruti alwali aidan kaunuhu mukhtaran, na miongoni mwa masharti ya wali vile vile awe ni mwenye kuozesha kwa khiari, lakini sharti hili haliingii kwa kila wali, tamam? Hakadha. Baada ya hapo shekhe akaingia katika kutufahamisha vizuizi ambavyo kupitia vizuizi hivyo uwali utahama kutoka kwa yule wali wa kwanza kidaraja kwenda kwa wali anayemfuatia kidaraja au wali wa mbali, tamam? Wali wa mbali haimaanishi mtu wa mbali, ni wale tu kwa mujibu wa daraja zao, tamam? Hakadha. Kwa hiyo yule ambaye atakayekuwepo baada yake ndo ataozesha, sawa? Ndio kasema wa innama
Wa innama, na hakika si vinginevyo, yanquluha, vinauhamisha uwalii, lilabadi, kwenda kwa mtu wa mbali, mawani'ul wilayati, vizuizi vya uwalii, almanzumati, vilivyotungiwa nadhmu, fi qawli ibn al-ibad, fi qawli ibn al-imad, katika qawli ya ibn al-imad, kwa maana kupitia kauli ya ibn al-imad. Ibn al-imad ni katika wanawazuoni wakubwa sana katika madhehebu yetu ya Imam Ash-Shafi'i. Ibn al-imad anasemaje? Anasema wa 10 sawalibul wilaya kufrun wa fisqun was-siba li ghaya riqun jununun mutbiqun wal khabal wa akhrasun jawabuhu qad ikhtafal dhu ata'in nadhiruhu mubarsamun wa ablahu la yahtadi wa abkamu. Hivi ndivyo vizuizi vya uwalii ambavyo vikiwepo kwa wali, uwalii kwake yeye unahama kwenda kwa anayemfuatia kidaraja. Anasema Sheikh, wa 10, na vitu 10, sawalibul wilaya, ni vyenye kuupora uwalii. Kuupora kwa maana kuondosha uwalii kwa yule ambaye anavyo vitu hivi, na kuwa navyo si kwa maana hawe navyo vyote, kwa maana anacho kimoja miongoni mwa vitu hivi. Tamam, hakadha. Kwa wa 10, na vitu 10, sawalibul wilaya, ni vyenye kuupora uwalii kwa yule mwenye kuwa nacho kimoja miongoni mwa vitu 10 hivi. Tamam, miongoni mwa vitu 10 hivi. Cha kwanza, kufrun, ukafiri, wa fisqun, na ufasiq, wa siba li ghaya, na utoto kwa yule mtoto ambaye hajafikia baligh, wa siba li ghaya, na utoto kwa yule mtoto ambaye hajafikia baligh. Riqun, utumwa, riqun, utumwa. Jununun, wenda wazimu. Mutbiqun, wenda wazimu uliofunika, kwa maana wenda wazimu wa kudumu. Tamam. Jununun ni wenda wazimu au kichaa au uchizi, zote maana zake. Tamam, hakadha. Kwa jununun mutbiqun, uchizi uliofunika, kwa maana uchizi wa kudumu. Sawa. Wal khabal, na upungufu wa akili. Wa akhrasun, na ububu. Na hapa kumekusudiwa ububu, lakini ametajwa mwenyewe bubu. Tamam, ndio akasemaje? Wa akhrasun, na bubu ambaye, wa akhrasun, na bubu ambaye, jawabuhu qad iqtafal. Wa akhrasun, na bubu ambaye, jawabuhu, jibu lake, jawabuhu, jibu lake, qad iqtafal, limefungika. Kufungika kwa maana halifahamiki. Tamam. Kwa hiyo akhrasun, na bubu ambaye, jawabuhu qad iqtafal, jibu lake limefungika, kwa maana jibu lake halifahamiki. Kwa hiyo bubu kama huyu uwalii unamuhama, unaenda kwa anayemfuatia kidaraja. Dhu atahin, na mwenye upungufu wa akili. Nadhiruhu, mfano wake. Mubarsamun, mubarsamun, yote ni katika maradhi ya akili. Tamam. Kwa dhu atahin, na mwenye upungufu wa akili. Nadhiruhu, mfano wa dhu atahin. Mubarsamun, ni mubarsamun, naye pia ni mtu mwenye upungufu wa akili. Tamam. Wa ablahun, na mwenda wazimu. Ablahun ni mwenda wazimu. Wa ablahun, na mwenda wazimu. La yahtadi, ambaye hawezi kujiongoza hata yeye mwenyewe, hawezi kujiongoza hata yeye mwenyewe. Wa abkamun, na bubu. Abkamu imerudiwa kwa ajili ya kukamilisha beiti, lakini ilishatajwa pale katika akhrasun. Tamam. Akhrasun ni bubu, na abkamun pia ni bubu. Tamam. Kwa mambo 10 haya ndiyo yenye kuupora na kuondosha uwalii kwa yule ambaye analo moja katika mambo 10 haya. Sheikh sasa anaingia katika kuyasherehesha, anasema fahadhihi 10 suwarin, fahadhihi 10 suwarin, basi hizi ni sura 10 ambazo tantakilu, unahama, fiha, katika sura 10 hizo, alwilayatu, unahama uwalii, lilabadi, kwa kwenda kwa mtu wa mbali. Lilabadi, kwenda kwa mtu wa mbali. Mtu wa mbali tumesema si kwamba ni mtu uko mbali, ni yule anayemfuatia huyu katika daraja. Tamam, hakadha.
Al-ula, jambo la kwanza, idha kana al-qaribu kafiran, atakapokuwa yule wali wa karibu kafiran, ni kafiri. Tamam. Wali wa karibu ni upi? Kwa maana yule wali ambaye yeye ndiye wa kwanza katika kuozesha. Tamam, ndio wali wa karibu. Wali wa karibu ni ule ambaye katika daraja zao yeye ndiye wa kwanza kuozesha, yeye ndio anatakiwa atangulizwe kwenye kuozesha. Sasa anapokuwa yeye ni kafir, basi wali utaama kwenda kwa aliyekuwa mbali, kwa maana anayemfuatia katika nini? Katika daraja. Na hii inakuwaje? Inakuwa pale ambapo binti anasilimu mathalan. Tamam. Au wali alikuwa ni Muislamu lakini akaja akaritadi, ndio inatokea hali kama hii. Sasa inakuwa yule wali wa karibu ni kafir na binti ni Muislamu, na tushasema nyuma kwamba nini, Muislamu haozeshwi na kafir. Tamam. Lakini wao wenyewe wanaozeshana. Kwa sababu gani? Al-kufru millatun wahidatun. Tamam. Hakadha. Kwa idha kana al-qaribu kafir, atakapokuwa yule wali wa karibu kafiri, wali utaama kwake yeye kwenda kwa anayemfuatia kidaraja. Athania, sura ya pili, idha kana fasiqan, atakapokuwa wali ni fasiqan. Tamam. Fasiq ni nani? Tumtambue kwanza fasiq ni nani, lakini pia tumtambue adlun, muadilifu ni nani. Tuanze na muadilifu. Adlun, muadilifu, huwa man lam yartakibil kabirata, ni yule ambaye hakuwahi kufanya dhambi kubwa, walam yusir ala saghirati, na hakuwa ni mwenye kuendelea. Yasirra kwa maana kudumu, sawa sawa. Walam yasir ala saghirati, na hakuwa ni mwenye kudumu katika nini? Kufanya dhambi ndogo, kufanya dhambi ndogo. Wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi, na taa yake ikazidi maasi yake. Huyo ndio adlun, ndio muadilifu. Muadilifu haimaanishi kwamba hafanyi madhambi. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Wa khairul khata'ina, na mbora wa wale wenye kukosea, at-tawwabun, ni wenye kutubia. Sawa. Kwa hiyo huyo ndiye muadilifu. Ni upi? Huwa man lam yartakibil kabirata, ni yule ambaye hakuwahi kufanya dhambi kubwa, walam yusir ala saghira, na hakuwahi kudumu katika nini? Kufanya dhambi ndogo. Wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi, na taa yake ikazidi maasi yake, kwa maana matendo yake mema akawa ni mengi kuliko maasi yake. Tamam. Huyo ndiye nani? Ndiye muadilifu. Sawa. Na alfasiq huwa man irtakaba alkabirata walau wahidatan. huwa man irtakaba alkabirata walau wahidatan, ni yule ambaye amefanya dhambi kubwa hata kama ni moja. Wa asarra ala saghirati, na akadumu katika kufanya dhambi ndogo. Wa ghalabat maasihi ta'atahu, na maasi yake yakazidi taa yake. Au unaweza kusema walam taghlib ta'atuhu maasihi, na taa yake ikawa nini? Haijazidi maasi yake, kwa maana maasi yake yakawa ni mengi kuliko nini? Taa yake. Maasi yake yakawa ni mengi kuliko matendo yake mema. Huyo ndio fasik. Sawa, huyo ndiye nani? Ndiye fasik. Lakini tukasemaje? Tukasema kwamba fasik anapotubia hapo hapo anakuwa ni wali. Tamam. Lakini tukasema kwamba nini? Sifa ya uadilifu, sifa ya nini? Sifa ya uadilifu imeondoshwa kwa nani? Kwa wali. Ikawekwa sifa gani? Adamul fisqi, kukosekana sifa ya ufasik. Kwa sababu gani? Mtoto mdogo anapobaligh hapo hapo anafaa kuozesha. Sasa uadilifu wake tumeuona saa ngapi? Na fasik anapotubia hapo hapo anaweza kuozesha. Sasa ni saa ngapi tumemthibitisha kwamba kaacha ufasik kaingia kwenye uadilifu? Na kafir anaposlimu hapo hapo anaweza kuozesha. Tamam. Kinyume na katika ushahidi, shahidi anapoacha ufasik inabidi akae mwaka mzima katika hali ya uadilifu, ndio tumthibitishe kuwa ni muadilifu. Tamam. Shahidi ambaye alikuwa ni fasik anapotubia hawi shahidi hapo hapo, atakaa mwaka mzima
ndio baadaye tutamthibitishia nini sifa ya kuwa ni muadilifu na ndio atakuwa shahidi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo athania, jambo la pili, idha kana fasiqan, kwa maana idha kana alqaribu fasiqan, atakapokuwa wali wa karibu ni fasiq. Naam, isipokuwa ikhtara an-Nawawi wa ghayruhu, amechagua al-Imam an-Nawawi wa ghayruhu na wanawazuoni wengine, miongoni mwao ni al-Imam Abu Zakaria al-Ansari na Ibn Hajar al-Haytami, sawa sawa, na al-Imam Shihabuddin al-Ramli, sawa, kwamba nini wamechagua baqaa wilayati. Naam, isipokuwa ikhtara an-Nawawi, amechagua al-Imam an-Nawawi wa ghayruhu, na mwingine katika maimamu ambaye ni al-Imam Abu Zakaria al-Ansari, al-Imam Ibn Hajar al-Haytami na al-Imam Shihabuddin al-Ramli, baqaa wilayati, wamechagua kubakia uwali wake, kwa maana wametoa rai ya kubakia uwali wa baba ambaye ni fasiq au wali ambaye ni fasiq, idha kanat, utakapokuwa ule uwali, kwa maana idha kanat alwilayatu, tamam, idha kanat, utakapokuwa ule uwali, tantaqilu ila hakimin, unaenda kwa hakim ambaye yartakibu, anayafanya ma yale ambayo kwamba yartakibuhu dhalika alwaliyu, anayafanya yule wali, min anwa'il fisqi, min anwa'il fisqi, katika aina yote miongoni mwa aina za ufasiq, au akthar, au zaidi ya moja, min anwa'il fisqi, katika aina moja yoyote katika, yani min anwa'il fisqi, katika aina moja yoyote miongoni mwa aina za ufasiq, au akthar, au zaidi ya aina moja. Kwa maana gani? Itakapokuwa wali ni fasiq, katika hali kama hiyo wali wake unahama, wali wake ni unahama kwenda kwa nani? Kwenda kwa hakim. Lakini sasa itakapokuwa yule hakim pia naye ni fasiq, kwa maana anafanya aina moja miongoni mwa aina za ufasik au zaidi ya moja, hapo sasa al-Imam an-Nawawi na al-Imam Abu Zakaria al-Ansari na al-Imam Ibn Hajar al-Haytami na al-Imam Shihabuddin al-Ramli rahimahumullahu ta'ala wakachagua kwamba nini, wali utabakia kwa yule yule wali. Kwa sababu gani? Huyu hakim naye pia ni fasik. Sasa inakuwaje tunamvua huyu wali tunampelekea, yani kwamba tunamvua huyu fasiki wa kwanza wali, kisha tunampelekea fasiki mwingine, na huyu wa kwanza ndio ana haki zaidi. Kwa katika hali kama hii wali utabakia kwa nani? Kwa yule yule wali ambaye ni fasik, na yeye ndo ataozesha. Tamam, hakadha. Kwa idha kana fasiqan, atakapokuwa wali ni fasik, naam, isipokuwa ikhtara an-Nawawi wa ghayruhu, amechagua kwa maana ametoa rai al-Imam an-Nawawi na mwingine katika maimamu, baqaa wilayati, kubakia uwali wake, in kanat, utakapokuwa uwali, tantaqilu ila hakimin, unaenda kwa hakim ambaye yartakib, anayafanya ma yartakibuhu dhalika alwaliyu, yale yale anayoyafanya yule wali, min anwa'il fisqi, katika aina moja yoyote miongoni mwa aina za ufasik, au akthar, au zaidi ya moja. Tamam, haka. Athalitha, jambo la tatu, idha kana alkaribu sabiyan ay ghaira balighin, atakapokuwa wali wa karibu ni mtoto, ay akimaanisha ghaira balighin, hajafikia baligh. Tamam, lakini akifikia baligh hapo hapo nini, anaozesha. Lakini ikiwa bado hajafikia baligh, wali utaama kwenda kwa anayemfuatia kidaraja. Arabi'a, jambo la nne, idha kana raqiqan, atakapokuwa wali wa karibu ni mtumwa. Tamam, atakapokuwa ni mtumwa. Mambo haya siku hizi hayapo kama tulivyosema kule nyuma. Tamam, hakadha. Alkhamisa, jambo la tano, idha kana majnunan, jununan mutbiqan, atakapokuwa wali wa karibu majnunan, ni chizi,
Atakapokuwa wali wa karibu majnuna ni chizi, jununa mutbiqan, kwa uchizi wa kudumu, uchizi wa kudumu. Tamam. Ikiwa uchizi wake ni wa kudumu, kwa maana uchizi usiopona, uchizi usiopoa, basi wali utaama kwenda kwa anemfuatia kidaraja. Tamam. Sheikh akatia nukta nyingine akasema, falau qasura zamanul jununi, lau kama utakuwa ni mdogo ule muda wa kuingia kwake katika uchizi, kayaumin, kama mfano awe anaingia kwenye uchizi kwa siku moja au sana, au kayaumin fi sanatin. Tamam, hakadha. Kayaumin fi sanatin, kama awe huyo wali ni mwenye kuingia katika uchizi kwa muda wa siku moja tu kwenye mwaka mzima, untudhirat ifaqatuhu, patangojewa kuzinduka kwake. Kuzinduka kwake kwa maana kutoka katika ile hali ya wenda wazimu au hali ya uchizi. Tamam. Fa in taqatta jununuhu, ikiwa uchizi wake unajikatakata, kwa maana unakuja unaondoka, unakuja unaondoka, haufahamiki muda maalum. Unaweza ukaja ukakaa siku mbili, kisha ukaondoka wiki nzima kama mzima. Unaweza ukaja tena ukakaa wiki nzima mwenda chizi, baadaye kinafuatia akawa ni mzima. Ndio maana ya taqatta. Tamam. Tunasema fa in taqatta jununuhu zawaja zaman al-ifaqa, ikiwa uchizi wake ni wenye kukatika katika, zawaja zaman al-ifaqa, ataozesha ule muda wa kuwa amezinduka. Sawa. Kwa maana katika hali kama hii uenda wazimu wake hautoama kwenda nini, kwenda kwa mtu anayemfuatia kidaraja. Waqama al-hakimu anhu zaman al-jununi, na atasimama nafasi yake al-hakim. Waqama al-hakimu anhu, kwa maana na hakim atasimama katika nafasi yake zaman al-jununi, ule muda wa kuingia katika uchizi. Sawa sawa, hakadha. Kwa maana nini kimekusudiwa hapa? Kilichokusudiwa hapa, kwa maana mtu akiwa ni chizi jununan mutbiqan, uchizi uliofunika, kwa maana uchizi wa kudumu, hapa moja kwa moja wali wake utahama kwa anemfuatia kidaraja. Tamam. Lakini zikaja nukta hizi, nukta mbili. Nukta ya kwanza, falau qasura zamanul jununi kayaumin fi sanatin, lau kama atakuwa ni mdogo ule muda wa kuingia kwake katika uchizi, kayaumin, kama mfano awe ni mwenye kuingia katika uchizi kwa muda wa siku moja tu, fi sanatin, katika mwaka mzima, hapa untudhirat ifaqatu, sawa, patasubiliwa kuzinduka kwake, kwa maana uwali hautohama katika hali kama hii. Tamam. Nukta ya pili, fa in taqatta jununuhu, ikiwa wenda wazimu wake ni wenye kujikatakata, kwa maana unakuja unaondoka, unakuja unaondoka, unakuja unaondoka, sio mutbiqan, unakuja na kuondoka. Huu ni tofauti. Sawa sawa. Zawaja zaman al-ifaqa, pia vile vile ataozesha wakati wa kuzinduka kwake. Tamam. Waqama al-hakim anhu zaman al-junun, waqama al-hakim anhu zaman al-junun. Sasa huyu mwenda wazimu ambaye, au huyu chizi ambaye uchizi wake ni wenye kujikatakata, kwa maana unakuja na kuondoka, unakuja na kuondoka. Mathalan unakuja siku tatu, wiki nzima na kwa mzima. Tamam. Unakuja wiki, mwezi mzima na kwa ni mzima. Uchizi kama huu, zawaja zaman al-ifaqa, ataozesha huyu wali mwenye uchizi kama huu ule muda wa kuzinduka kwake. Sheikh akasemaje? Waqama al-hakim anhu zaman al-junun, na atasimama kwa niaba yake hakim zaman al-junun, kile kipindi cha kuwa nini, ameingia kwenye wenda wazimu wake au kwenye uchizi wake. Sasa ni chizi gani? Ni huyu ambaye nini, uchizi wake unajikatakata. Sasa kwa nini akasema waqama al-hakim anhu zaman al-junun, na hali ya kuwa tushaambiwa zawaja zaman al-ifaqa, ataozesha wakati wa kuzinduka kwake? Amesema hivi Sheikh kwa sababu gani? La yajibu intidharuha, kwa maana la yajibu intidharu ifaqatihi. Sawa, si wajibu kungojea kule kuzinduka kwake. Kwa hiyo ikiwa uchizi wake unajikatakata,
Tamam, ikiwa uchizi wake unajikatakata, basi hakuna wajibu wa kungojea mpaka nini? Mpaka azinduke. Kwa hiyo hakim anaweza nini? Akaozesha katika ule wakati wa kuwa yeye ameingia nini? Katika uchizi. Kwa hiyo kuna machizi wa aina tatu. Yule chizi ambaye uchizi wake ni wa moja kwa moja hauponi, walii moja kwa moja utahama kwenda kwa mtu mwingine. Tamam, hakadha. Na yule chizi ambaye muda wake wa kuingia kwenye uchizi ni mdogo mno, mfano wake anaingia kwenye uchizi siku moja katika mwaka mzima, huyu atangojewa azinduke. Na yule chizi ambaye uchizi wake ni wenye kujikatakata, kwa maana sometimes zinakuja sometimes zinaondoka, huyu hakuna wajibu wa kumngojea mpaka azinduke. Sawa sawa. Ndoa imepangwa siku fulani, kabla ya siku kufika akaingia kwenye uchizi, basi hakim ataozesha. Sawa sawa, hakim atakuwa ndio wali kwa niaba yake. Tamam, hakadha. Asadisa, jambo la sita, idha kana alqaribu dha khabalin wal khablu. Idha kana alqaribu dha khabali, atakapokuwa yule wali wa karibu dha khabali, ni mwenye uharibifu katika akili yake, maana ana uharibifu fulani katika akili yake. Sheikh akaingia kutufahamisha maana ya al-khablu, akasema wal khablu, na khablu biiskani al-ba'i, kwa kutia sakina ba, wa fathiha, na kuitia fatha, kwa maana kusema wal khablu au wal khabalu. Tamam, wal khablu biiskani al-ba, kwa kutia sakina ba utasemaje? Wal khablu. Wa fathiha, na kuitia fatha itakuwa nini? Wal khabalu. Huwa fasadun fil aqli, ni ule uharibifu unaopatikana katika akili. Sawa. Kwa maana yake zuzu, mtu akiwa zuzu, basi wali unaama kwenda kwa anayemfuatia kidaraja. Ndio akasema sawaun kana asliyan au aridhan, sawa sawa wa uzuzu uwe ni wa asili kwa maana amezaliwa nao, au aridhan, au ni wenye kuzuka kwa maana pengine alipata ajali, alipatwa na mshtuko. Sawa, hakadha. Kwa hiyo mtu kama huyu wali wake utahama kwenda kwa anemfuatia kidaraja. Asabi'a, jambo la saba, idha kana alqaribu akhrasa, atakapokuwa yule wali wa karibu ni bubu, laysat lahu isharatun mufhimatun, ana ishara yenye kufahamika, wala kitabatun, wala hawezi kuandika. Laysat lahu isharatun mufhimatun, hana ishara yenye kufahamika, kwa maana ishara ambayo inaweza kumfahamisha mtu mwingine akamuelewa anasema nini au anaashiria nini. Wala kitabatun, wala hawezi kuandika. Bubu kama huyu wali wake utaama kwenda kwa anemfuatia kidaraja. Tamam. Sheikh akatia nukta akasema fa in kanat lahu isharatun mufhimatun, ikiwa atakuwa na ishara yenye kufahamika, au kitabatun, au anaweza kuandika, fala tantaqilu anhu alwilayatu, wali hautohama kwake yeye, kwa maana atabaki kuwa ni wali. Sawa, bali yuwakilu ghayrahu bil ishara au al kitabati, atamwakilisha mtu mwingine kupitia ile ishara yake au kupitia kule kuandika kwake, kwa maana atakuwa ni wali, lakini inabidi amwakilishe, ampe uwakilisho mtu mwingine aozeshe kwa niaba yake. Tamam. Sasa ulama, baadhi ya ulama wanapinga kwamba alkitaba haitakiwi kutumika katika nini? Katika kuozesha. Kwa sababu gani? Alkitabatu kinayatun min kinayati talaq, kuandika ni fumbo miongoni mwa mafumbo ya talaq. Kwa maana gani? Mtu atakapomwacha mkewe kwa talaka ya kuandika, talaka ya nini? Ya kuandika, inabidi aulizwe. Talaka inakuwa haijapita pale, inabidi aulizwe, je, hukukuandika hivi, umenuia kwamba ndo unamwacha huyu mkeo? Akisema ndiyo, nia yangu ya kuandika hivyo nikimwacha, basi anakuwa ameshamwacha. Sawa. Lakini akisema mimi nimeandika tu,
sikutia nia ya kumwacha, basi ndoa bado ipo. Sasa baadhi ya ulama wakasema alkitaba, yani kuozesha bubu kupitia kuandika ni jambo ambalo haliswihi. Ni jambo gani? Ni jambo ambalo haliswihi, halikubaliki. Sawa sawa? Na baadhi yao walisema linakubalika. Aliyesema linakubalika ni al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi. Lakini sasa al-Imam Ibn Hajar al-Haytami akasema hapana, la yasihu, haiswi bubu kuozesha. Kwa nini? Kwa kuandika. Lianna al-Imam an-Nawawi, kwa sababu al-Imam an-Nawawi dhakara, ametaja anna al-kitabata min kinayati talaq. Sasa kwamba kuandika ni miongoni mwa fumbo katika mafumbo ya nini? Ya talaka. Wa nikahu bil kitabati la yasihu, sawa, na kuozesha kwa kuandika hakuswihi. Kwa hiyo bubu ambaye ana ishara yenye kufahamika, sawa sawa, ana ishara yenye nini? Yenye kufahamika, anabaki kuwa ni wali, sawa, na atamuwakilisha mwingine kuozesha kupitia ile ishara yake. Lakini yule ambaye hana ishara yenye kufahamika na anaweza kuandika, wali unahama kwake. Kwa maana nini? Hawezi kumwakilisha mwingine kupitia nini? Kupitia kuandika. Tamam, hakadha. Kwa hiyo alhasil, bubu ana hali hizi, ana hali tatu. Ana hali ngapi? Tatu. Tusome moja baada ya nyingine. Hali ya kwanza, lahu isharatun mufhimatun yunkihu. Sasa yunkihu, hali ya kwanza ni yule bubu ambaye ana ishara yenye kufahamika. Kwa maana ishara ambayo akiitoa yule ambaye anampa anaifahamu, huyu yunkihu, anaozesha kupitia nini? Kupitia ile ishara yake. Kupitia ishara yake. Kwa sababu gani? Isharatul akhlasi mithlu nutqihi. Ulama anasema ishara ya bubu, isharatul akhlasi mithlu nutqihi, ishara ya bubu ni mfano wa kuzungumza kwake. Kwa maana kule kuashiria ndio kuzungumza kwake. Illa fi thalathat mawadhi, isipokuwa katika sehemu tatu. Isipokuwa nini? Katika sehemu tatu. Kwenye sehemu tatu ishara ya bubu si sawa sawa na kuongea kwake. Nao ni katika swala, katika kuapa na katika ushahidi. Sawa? Ndio mmoja akatunga bait akasema isharatul akhlasi mithlu nutqihi fima ada thalathati lisidqihi fi alhilfi wassalati washahada tilka thalathatun bila ziyada. Kwa hiyo sehemu nyingine zote ishara ya bubu ni sawa sawa na kuongea kwake, isipokuwa kwenye vitu vitatu: fil hilfi, katika kuapa, wassalat, na katika swala, washahada, na katika ushahidi. Tamam. Bubu akitoa ishara yote katika swala swala yake bado ipo, hahukumii kuwa amezungumza. Tamam. Na ikiwa mfano ataapa kwamba hatomzungumzisha mtu fulani, sawa, pengine aliapa akiwa si bubu, kisha Allah akamuonja akapata ububu, aliapa kwamba mimi sitomzungumzisha mtu fulani, sitoongea na mtu fulani. Hapa mwanzo si alikuwa na uwezo wa kuongea? Sasa Allah akamuonja akaja kuwa ni bubu. Sasa baada ya kuwa bubu, ikiwa atazungumza na yule mtu ambaye aliapa kwamba sitomzungumzisha kupitia ishara, sawa, basi hazingatii kuwa amevunja kiapo chake. Kwa sababu gani? Kule kuongea kwake baada ya kuwa alitia kiapo hakuzingatii. Kwa nini? Yani kule kuashiria kwake baada ya kuwa aliapia sitozungumza na fulani katika hali ya ububu, hakuzingatii kuwa ni kuongea. Sawa, kunazingatiwa kuwa ni ishara vile vile. Tamam. Lakini pia vile vile kwenye ushahidi. Sasa kwenye ushahidi haikubaliki ishara ya bubu. Yani bubu akitoa ishara katika ushahidi, ishara yake haikubaliki, haizingatii kuwa ndio anaongea. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ishara ya bubu ni sawa sawa na kuongea kwake, isipokuwa kwenye vitu vitatu: isharatul akhlasi mithlu nutqihi fima ada thalathati lisidqihi fi alhilfi wassalati washahada tilka thalathatun bila ziyada. Tamam, hakadha. Kwa hiyo bubu ambaye ana ishara yenye kufahamika, yunkihu, anaozesha.
Hii hali ya kwanza. Hali ya pili, laisa lahu isharatun mufhima, hana ishara yenye kufahamika, wala kitabatun, wala hawezi kuandika. Tantaqilu alwilayatu lilab'ad, wali wake unaenda kwa anayemfuatia. Sawa sawa, hakadha. Hali ya tatu, laisa lahu isharatun mufhimatun. Kwa hizo ndio hali tatu za nani? Za bubu. Tamam. Kwa hiyo hali ya kwanza, lahu isharatun mufhimatun yunkihu, ana ishara yenye kufahamika, ataozesha. Laisa lahu isharatun mufhimatun wala kitaba, hana ishara wala hawezi kuandika. Tantaqilu alwilayatu lilab'ad, wali utahama kwenda kwa anayemfuatia kidaraja. Hali ya tatu, laisa lahu isharatun mufhimatun wala hu kitabatu. Laisa lahu isharatun mufhima, hana ishara yenye kufahamika, wala hu kitabatu, lakini anaweza kuandika. Anaweza nini? Kuandika. Yuwakilu ghairahu, atamwakilisha mwingine, bilkitabati. Kwa nini? Kwa kuandika. Sawa sawa. Lakini ikitokea hakuna mtu wa kumwakilisha, yani yuko yeye peke yake, yeye kama yeye, basi ataozesha hivyo hivyo. Sasa kwa nini? Kwa alkitaba na kwa ishara yake nini isiyofahamika. Tamam, hakadha. Sheikh akaendelea kusema, athamina, jambo la 8, idha kana alqaribu dha'atahi ay naqsun fil aqli, atakapokuwa wali wa karibu dha'atahi ni mwenye atahi, ay akimaanisha naqsun fil aqli, upungufu katika akili. Wa yuqalu lahu ma'tuhun, na anaitwa pia ni ma'tuhun. Wa ilayhi ashara an-nadhimu biqawlihi dhu atahi. Wa ilayhi, na kwa mtu huyo, ashara an-nadhimu, ndio aliashiria mtungaji wa hii nadhmu, biqawli, kwa kusema kwake dhu atahin. Tamam, kwa kusema dhu atahin, maana mwenye upungufu katika akili. Walau qala, Sheikh anasema sasa, walau qala, Sheikh amenimtunza hicho kitabu, asemaje? Walau qala dhu safahin badala dhalika la afada aidan, na lau kama angesema dhu safahin, angetumia dhu safahin baada ya dhu atahin, badala dhalika. Tamam. Walau qala dhu safahin, na lau kama angesema dhu safahin badala dhalika, badala ya kusema dhu atahin, la afada aidan, angefahamisha kilichokusudiwa vile vile. La afada aidan, angefahamisha kilichokusudiwa vile vile. Anna safiha almahjura alayhi, ya kwamba mtu mwenye upungufu wa akili, almahjura alayhi, ambaye amezuiliwa kutumia vile anavyovimiliki, la yali nikaha mauliyatihi, haruhusiwi kusimamia ndoa ya yule ambaye yeye ni wali kwake yeye. Sasa la yali nikaha mauliyati, haiswihi yeye kusimamia ndoa kwa yule ambaye yeye ni wali juu yake. Tamam, bali tantakilu lilab'adi, wali unaenda kwa anayemfuatia kidaraja. Tamam. Kwa hiyo lau kama angesema dhu safahin, ingekuwa ni aula zaidi kuliko kusema dhu atahin. Sawa. Na mtunza kitabu hapa kasemaje? Walau qala dhu safahin badala dhalika la afada aidan, angefahamisha kilichokusudiwa vile vile. Mtunzi amesema hivi tawadhuan wa adaban, kwa kuonesha unyenyekevu wake na kuonesha adabu yake, lakini yule mtunzi angesema dhu safahin, ndio ingekuwa ni aula kuliko kusema dhu atahin. Tamam, hakadha. Kwa hapa pia tunajifunza adabu za wanawazuoni. Mtunzi hakusema la kana aula min dhalika, lakini kasemaje? La afada dhalika. Lakini al-aula ni angesema dhu safahin, lakini mtunzi ametumia unyenyekevu wake na adabu yake kusema la afada aidan. Subhanallah. Tamam, hakadha. Kwa hiyo dhu atahin au dhu safahin, yule mtu ambaye ni zuzu, mtu ambaye ni zuzu, sawa, ambaye pia amezuiliwa kutumia vile ambavyo anavimiliki, basi haruhusiwi kusimamia ndoa ya yule ambaye yeye ni wali juu yake. Kwa sababu gani?
kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kujisimamia, vipi atamsimamia mtu mwingine? Tamam, hakadha. Atasi, jambo la 9, idha kana alqaribu mubarsaman ay musaban bilbirsami wa huwa naqsun fil aqli. Idha kana alqaribu, atakapokuwa mtu karibu, mubarsaman ni mubarsaman ay akimaanisha musaban bilbirsami, mwenye kupatwa na maradhi ya birsamin, wa huwa, na hayo maradhi ya birsamin, naqsun fil aqli, ni upungufu katika akili, ni kana kwamba ina maana moja na ile maana ya nyuma. Tamam, hakadha. Lakini inaonekana kuna tofauti katika maradhi, maana zake ni kama zinafanana, lakini inaonekana kuna tofauti katika nini, katika uhakika wake. Tamam. Kwa kwenye maana ni kama anafanana na maradhi, lakini kwenye uhakika inaonekana kuna tofauti. Sasa pengine kutokana na ukubwa ya yale maradhi, pengine yakiwa ni makubwa yanaitwa hivi, yakiwa ni madogo yanaitwa hivi, katika hali katikati yanaitwa hivi. Tamam hapo. Kwa hiyo utaona kana kwamba kana kwamba maana zake zinafanana, lakini kunaonekana kuna tofauti katika uhakika wa maradhi haya. Tamam, hakadha. Kwa hiyo pia akiwa ni mubarsam, wali utahama kwenda kwa anemfuatia kidaraja. Al-ashira, jambo la 10, idha kana ablaha, atakapokuwa ni mwenda wazimu, la yumayizu baina al-kaffi wa ghairi, hawezi kutofautisha kati ya al-kufi wa ghairi. Hiyo ni al-kufi. Tamam, hakadha, sio al-kaffi, ni al-kufi. La yumayizu, hawezi kutofautisha baina al-kufi wa ghairihi, kati ya yule mume ambaye anaendana na ana hadhi ya yule binti ambaye atakuolewa, wa ghairi, na mwingine. Kwa maana yeye watu wote naona sawa tu, kwa sababu ya ule wenda wazimu wake. Sasa huyo pia hafai kuozesha, na wali utaama kwa anayemfuatia kidaraja. Kwa hiyo idha kana ablaha, atakapokuwa wali ni mwenda wazimu, la yumajizu baina al-kufi wa ghairihi, hawezi kutofautisha kati ya mume ambaye anaendana na yule binti, mume ambaye anaendana na yule binti, wa ghairi, na mwingine asiendana na yule binti. Wa ghairi kwa maana na yule mwingine ambaye haendani na yule binti, kwa maana hana hadhi ya kumua binti kama yule. Sasa huyo pia nini, wali utahama kwake kwenda kwa anemfuatia kidaraja. Wa amma qaulu nadhim, ama kauli ya mtunzi wa ile tungu aliposema wa abkamu, na bubu, fa huwa tamamul bait. Tamshi hili tamamul baiti ni kukamilisha baiti, lianna al-abkama, kwa sababu abkama bimaana al-akhras, kwa maana lianna al-abkama, kwa maana tamshi lianna al-abkama, kwa sababu tamshi al-abkama bimaana al-akhras, lina maana moja na tamshi la akhras. Wa qad taqaddama dhikruhu, na hakika utaji wake umeshatangulia, kwa maana abkam na akhras nafsu shay, ni kitu kimoja. Tamam. Kwa fi kulli wahidatin min hadhihi as-suwari takunu alwilayatu lilab'ad. Fa fi kulli wahidatin, bas katika kila sura moja, min hadhihi as-suwari, miongoni mwa sura hizi, takunu alwilayatu, utaenda ule uwali, lilab'adi, kwa anefuatia huyu katika daraja. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillah walismatu lilanbiya والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.